Karibuni ndugu watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo, na kwa leo tutakwenda kuanza na habari za matukio ya kila siku. Hii ni awamu ya kwanza, na leo tarehe 17 Januari mwaka 2026 tutakwenda kuzungumzia matukio ambayo tulilala nayo siku ya jana tarehe 16 mwezi huu tunao mwaka 2026. Baada ya mapigano makali yaliyozuka huko Pwenzero katika nyanda ya milima mirefu tarafani Fizi, vyanzo kadhaa vya habari vimeripotia kwamba kundi la Twirwaneho AFC M23 linalosapotiwa na Rwanda limechukua udhibiti wa eneo hilo la kimkakati la Pwenzero lililoko takriban kilomita 10 mashariki mwa Minembwe. Eneo hilo ambalo mara nyingi huwasilishwa kwa ngome kwa majeshi yaliyoungana ya FARDC na jeshi la Burundi FNDB na wapiganaji wa Zalendo limeripotiwa kuanguka mikononi mwao baada ya mapigano makali. Wadau wa ndani pamoja na akaunti zinazounga mkono waasi hao walitaja uwezekano wa kuendelea kwa mashambulizi kuelekea njia zinazoelekea Baraka au Fizi Centre. Lakini kutokana na utafiti tulioufanya, tumefanikiwa kuwasiliana na wazalendo ambao walikuwa wamewekea ngome zao katika maeneo hayo, kama vile wazalendo wa muungano wa FDCC, VDP na APC ambao walikwenda kukanusha vikali taarifa hizo na papo hapo kutoa taarifa rasmi inayosomeka kama hivi, na nukuu: tunataka kutoa ufafanuzi na kukanusha habari za uongo zinazotolewa na mahadui kwenye mitandao ya kijamii. Wanadai kuwa Pwenzero imeanguka, lakini si kweli. Tunathibitisha kuwa Pwenzero iko chini ya udhibiti wa wazalendo wanaoungwa mkono na FARDC, huku wakamalizia na kusisitiza ya kwamba Pwenzero haitakuja kuanguka kamwe. Maadui wamepigwa na wanakimbilia Mikenge na wengine wametawanyika misituni. Na huu hapa ni uthibitisho kamili kutoka kwa Bwana Kasikuza Ndengezi Prince ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wazalendo cha FDCC. Habari za jioni kwa wale wote ambao watapata fursa ya kunitizama na kusikiliza maneno ambayo nitakayoyaongea kwa jioni ya leo tariki 16 za mwezi wa kwanza mwaka wa 2006. Jina langu ni Kasikuza Ndengezi Prince, le président du mouvement FDCC basé à Kitasha Fro.0 ambayo kijeshi naongozwa na Komanda Force Kakobanya Justin na Kalambi. Ndugu zangu wasikilizaji ambao wanao nitazama kwa jioni ya leo, nilikuja kuwaambia kwamba kwa kweli vita ni kali sana ambayo adui anaendelea kutuvamia, ambaye anashirikiana na M23, Twirwaneho akishirikiana na M23 na Red Tabara ambao wanapenda kufika kwa eneo za Baraka wavuke Burundi Kalemi ili wapate kufanya miradi yao ambao wanategemea kufanya. Ila kwa niaba ya uzalendo walipambana, tulipambana nao, walifanya kile ambacho walitaka kufanya, ila kufikisha miguu yao kwa udongo wa Pwenzero, sisi tulisema nyeti, hatutoacha adui kukanyaga kwa udongo wa Pwenzero na adui ajisikie kwamba hapa ninakamata. Adui alipigwa, na mpaka sasa hivi wanaotunga nyimbo, wanaoimba Pwenzero Pwenzero hivi, na uhakikishia Pwenzero iko kwa mikono ya wazalendo. Wazalendo wako pale wanafanya kazi na tutaendelea kufanya kazi. Ikiwa adui alikuwa na waza Pwenzero ndo njia wala ndo kilalo ya kupiga liezo, ya kukata liezo wanaokuja Uvira wapate nguvu, tunawahakikishia kwamba mnadanganyika. Mnadanganyika, kazi itaenda na Minembwe itashikwa, ila tunatayarisha raia ya Minembwe, msiwe na wasiwasi. Sisi wazalendo ni serikali ambayo itachunga watu wote kwa mwingine wa Minembwe.
papare baliua. Ni serikali inakuja kugomboa raia ya Minembwe wawe katika ulinzi mzuri. Alikuwa ni mimi Kasikuza Ndegesi Prince, le président national du FDCC basé à Point Zero. Na kwa hapa ndipo tutakapohitimisha kipindi chetu cha kwanza cha habari za matukio ya kila siku. Baki nasi kila siku kwa ajili ya kupata habari motomoto ya hali halisi ya maeneo yote katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.